Ni tukio la kusikitisha na kuhuzunisha. Imeacha simanzi katika familia hii ya kijana Paulo mwenye umri wa miaka 39, mkazi wa kitongoji cha Mala, kijiji cha Lambo, kata ya Masakta, wilaya ya Hanang, mkoa wa Manyara. Kijana huyo usiku wa tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2025 aliuawa kwa kuchomwa na mshale shingoni na watu wasiofahamika. Vijana pamoja na wazee wa kijiji hiki cha Lambo wameketi kwa pamoja kujadili namna ya kumpata mhalifu ama mshukiwa wa tukio hilo. Familia inaeleza kwa uchungu kifo cha ndugu yao. Naitwa Elizabeth Joseph. Mimi hata sijui, sikuwepo nyumbani. Mimi nilipigiwa tu simu ndio ilipotokea. Mimi sikuwepo nyumbani, tu asubuhi nikaja. Ni pengo kubwa sana jamani. Watoto 6. Wako shule nyingine. Tunaishi tu vizuri. Kuna shida. Walikuwa na visa. Mimi najua tu ana kisa na kijana fulani. Sijui inatokana kwa nini. Muda mrefu kidogo, kama miaka 2 sasa. Ipo mashamba, mambo yao mengine huko. Itusaidie tujue tukio limetokea kwa sababu gani na nani amefanya ile tukio. Nataka tusaidie. Hakuna fastasi tatakainya haka yake yengo chajanga Google hii na kama tukide nanga chakanga tibona raktabulali kaya zikana ama nyaktania numudet konyesha gigula ndakonyesha konyesha هيجي بأن ركضت دلك كذا نقول له بس يعني قايم بوك تجسي تقفج سيدا تقفج يقول كده هم يكتسي كده أنا ما تبيك تدا هاي ما تبيك تدا هاي mimi naitwa Teresa Kidos. Mimi huyu kwangu ni kakaangu. Mama maelezo anasema mimi nimeshtuka tu kinasikia mtu ampiga yeye mara 2. Nilipokaa kitandani nikasikia ameruka, amekuja huko akaruka boma, akakimbia mpaka kule kwa kaka yake. Akasema maelezo mengine mimi sintaweza kujua kwa sababu ndio ninachojua hiyo ni mtu amekimbia tu. Hiki cha Musa hapa serikali na haki. Tukalena ana wasaka wada sawi ya wada majaka wada ngadai. Anasema serikali naomba wanisaidie kwa sababu mimi ndio nilikuwa namtegemea yeye. Ndugu yetu ni kwanza kwa jina naitwa Nahum Paulo Silo, ni katibu wa CCM kata ya Masakta. Marehemu ni balozi wetu, na kwa mara ya mwisho nilikuwa nakabidhi mabaskeli ya Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa katikati sijaweza kuonana naye. Jana nilisikia kwamba alikuwepo Masakta kwenye makao makuu ya kata, lakini sikuweza kuonana naye. Asubuhi ya leo wakati mimi natoka, nilikuwa na safari zangu za kwenda Katesh, nikakutana na katibu wangu wa tawi ambaye ni ndugu yake na marehemu na ni wa ukoo wake. Nasema bana, usiku marehemu kauawa. Marehemu ameuawa kwa kitu ambacho kina ncha kali
wanasema ni nini walikuwa wanazungumzia, kimebaki kwenye shingo. Kwa hiyo ni kitu chenye ncha kali. Kimsingi ndo wazee wamehoji kutoka usiku, wanatafuta mtu aliyefanya tukio hilo, wakiendelea kuomba, na hata saizi bado wanaendelea kuhoji. Kiujumla, marehemu kwa kawaida kwa siku zote balozi wetu, kuna maneno tu ya kawaida ya kugombana mtu na mtu, ni vitu vya kawaida, lakini tumefanya suluhu nyingi ambazo ni za kawaida na zimeisha. Mambo mengi yamemaliza, na toka amekuwa balozi hakuna migogoro ambayo tumeendelea kuona kwake. Kimsingi tumeshtushwa na hili ambalo limetokea mpaka kimesababisha kifo chake, na jambo ambalo alitoka katika mji wake mdogo wa kijiji cha Lambo mfukoni akiwa na sukari ya watoto wake. Mke wake nasikia alienda kwenye msiba, maana yake alikuwa anapeleka sukari ile kwa ajili ya baridi ya kipindi hiki kuwapatia watoto wake chai, lakini hakufika nyumbani. Karibu na kwake hapa, kama nyumbani kwake kama hatua 15 ndio mahali amepata hiyo mauti, na nadhani ni mambo ambayo sisi tunasikitika kwa ujumla. Kwa jina naitwa Bernard Akweso, mwenyekiti wa kitongoji cha Mala, kijiji cha Lambo, kata ya Masakta. Kama ilivyoada, tukio hili la mashambulizi ya huyu bwana ilitokea usiku. Kwangu mimi ni ya kuambiwa kwamba alivyokuwa anaenda nyumbani alitangwa karibu na nyumbani kwake. Basi alivyotangwa karibu na nyumbani kwake alirushiwa mshale. Alivyorushiwa mshale akakimbia jirani. Ndio tulikuta maelezo kwamba alianguka karibu na nyumba ya kwa maji Mahindi, na nikaambiwa kwamba mpelekwe hospitali, na alifika kwa dokta akafia hapo. Ilikuwa ni majira saa 4. Huyu bwana anaitwa huyu marehemu anaitwa Paulo Mahindi, ambaye katika mambo ya ugomvi kwa kweli kwa sasa hivi kama ninavyofahamu kama mwenyekiti wa sasa, ana ugomvi na mtu yeyote ninavyofahamu. Kama vikao vinavyoendelea sasa hivi, tunatafuta nani kafanya kitendo kiovu kama hiki, ambaye ni kitendo katika eneo la kijiji hiki cha Lambo, kata ya Masakta, halijawahi tokea. Ni mara ya kwanza kwa mtu kutangwa na mshale. Watu wanagombanaga kwenye mipaka, lakini si katika hali ya kutangwa kwa namna hii na kuuawa. Kwa sasa hivi wananchi wanaendelea na upelelezi tu, na mpaka sasa hivi hakuna aliyeonekana kwamba amehusika. Mshale mmoja tu shingoni. Alipelekwa hospitali gani? Hospitali ya Darda Mission Babati. Hospitali ya Darda Mission Babati ndio hospitali ambayo iko karibu kwa eneo letu. Katesh ni mbali kidogo. Mashauri yanaendelea. Kakati ambayo tunategemea kuyafanya, tunataka tuendelee na utafiti. Ikibidi tunashukuru Mungu kama tutafanikiwa kumpata mtu au hata kumsikia, ili serikali ichukue mkondo wake kwa atakayehusika. Jeshi la polisi sasa hivi wako njiani, wameenda kupima mwili wa marehemu Dareda, na sasa hivi ndio wakati tunaendelea na mashauri haya tunawasubiri hapa.